wenzangu hapa, unatudanganya kwa hii bunge yetu. Bunge ya mwananchi ni ya kusema ukweli, si ajutiwa kwa serikali, unatudanganya. Ndugu yangu nikuulize swali. Mimi unga inanunuliwa 130. Kisiaga, ulinunua unga, ametuambia hapa ukweli, hajalinunua unga 100. Ukweli unga ni 100? Unga ni 100. Unga oye. Unga oye. Wacha niongee hapo. Kuna kitu hapa tunaulizwa maswali. Serikali tumesema na tulisema vizuri sana. Kila mtu ajibike. Unga iko. Unga iko. Unga iko. Na pale kwa ile duka ile unga yenye umesema wangapi kwa ile duka ile. Ile hebu mulika hapa kamera. Ile. Ile uangalie unga lale njaa na kusema hakuna unga. Kwa hivyo sidanganye. Sai uende pale uangalie kama kunayo. Unga iko. Lakini tuongee kitu ya ukweli. Unga ya 100 pale kwa ile duka iko. Lakini hapa kwa hii duka iko unga wa 50. Wewe wangapi? Yako. Wewe wangapi hapa yenye wewe ulikuwa unakula? Na wewe yenye ulikuwa unasema ya 100 bado wewe bado ni yako. Kwa hivyo nyinyi wote wawili utupelekea vizuri. Mimi niwaambia hata kama niko kwa opposition, ukweli usemwe. Ukweli usemwe. Unga ya 100 iko. Hata unga ya 100 iko. Hata yangu ya 100 iko. Hata unga ya 200 iko. But the big question is, why this difference? Kuna unga ya 100, kuna unga wa 20, kuna unga wa 50. Nimekuja na kugundua ya kwamba kuna watu wanaweka vitu vingine ambaye si unga, wanachanganya na unga, alafu wanakuuzia 100 ya kuja kuharibu familia yako. Hiyo ni kasoro mbaya sana kwa unga na kwa serikali, kwa sababu unakula vitu vingine hata uelewi, kwa sababu unauza takataka. Haya, mimi nishanunua mchele, unaenda kutafuta mchele ya 100. Hiyo mchele ya 100 ukienda kupika, hiyo mchele inakuwa uji, kwa sababu si mchele, ni plastic. Ndio nasema hata kama unga ya 100 iko, ni ya kuharibu wananchi. Na usikubali kununua unga ya 100 na sababu ni takataka. Mimi nanunua hapa unga kiasi. Mimi nanunua unga kiasi. Nilisipaa sana kuwa hapa kutanganya ama kuongea mambo hapo. Hata iko hapa unauza serikali. Unga kuna grade ya kusema kuna grade 1 na unaelewa? Grade 1 kitu inakuja ni 7. Grade 1 ya kusiaga. Hiyo ndio kwanza hii unaelewa. Na hiyo ni kitu moja. Kwa hiyo sio grade 1 na ukishuka hii chakula zote mimi nanunua kila kitu. Kwa hiyo mimi sio kama wewe unasema pale. Mimi nanunua. Sawa, unajua? Mvuke mwenzangu. Mvuke mwenzangu kuongelea unga. Sisi wote si waruya pia. Unajua kuna vitu vingine. So usiongelee unga peke yake. Ukikuta tu unga, wewe unasema unga ya 100. Mimi nimenunua hiyo unga ya 100. Lakini tulipopika ugali ilifana na mchanga. Ilikuwa matope. Sasa haina haja upige tangazo waheshimiwa hapa wananchi. Hata kuna unga ya 100. Hivi hali hakuna. Hiyo ni religion. Unakula vitu mbaya. Sio vibaya. Thank you very much. Thank you very much. I wanted to ask a question regarding to vile mheshimiwa waheshima sana amesema. Eti kuna unga ziko kama poison. Watu wanakula wanaharibika tumbo. Mimi nataka asubstantiate kwa hili bunge la mwananchi ukweli wa mambo hayo. Mbunge mwingine nimesikia akisema eti tusiongee kuhusu unga, eti kwa sababu sisi sote si watu wa unga. Hapana, we all know that the staple food for this country, our beloved country Kenya, is meat. And talking of ugali, we are talking of meat. Over to you, mheshimiwa. Asante sana. Becoming MCA Mweki Ward. Kibure Kindiki Junior.
nani anataka nimpeleke hotel? Unajua iko na iko bei ya chini. Sasa bwana Jeni, tuseme tu mbaya, tuseme tu kweli, tuseme tu kweli. Kama hii unga mnasema hii ya 100 ni mbaya, ingekuwa sahihi kusema inauzwa. Lakini inauzwa. Kuna ule anakula hiyo kwa sababu ya mfuko yake. Kuna ule anakula 140 kwa sababu ya mfuko yake. Kuna ule anakula 160 kwa sababu ya mfuko yake. Tusidanganyane bwana. Hapa ni kushiba, tunashiba kwa sababu ukulima ulifanya na mahindi iko. Watu wakule mahindi. Sasa President Ruto, wewe utaendelea miaka 10, utamaliza 10 kwa sababu watu saa hii hata wengine wakisikiaga hii ya boti hii ya 02 boti, mtu anaweza kunyuka kwa sababu ni shilingi 3 na anashiba. Zamani unga ilikuwa ngapi? 120 surely. President anafanya kazi na hiyo kazi anafanya, sasa tumpongeze. Bwana, tuweke mambo yote na uka. Unajua uka ni percentage, wale wanafanya mahesabu 0.00000 kama hata 1,000 kama maisha sio uka. Nasema ni 0 point yani point, na nasema hivi Kenya hatutasema hapa tuongee mambo ya uka kwa maana maisha sio uka pekee yake. Life is more than uka. Ndio limepatia tunafaa ni 0 point, yani ni 0 mingi sana. Kuna mambo very important. Saa hii unaona hii pikipiki watu wanakuwa kama unajua pikipiki saa hii ni nikiongea kitu muwe sikia kwa maana pikipiki sikuwa time 3 hata vijana kama wako na hiyo mingine watakuwa ready. Ndio mheshimiwa hapa amesema wewe umekuwa sana kwa maana pikipiki sikuwa tu expensive, lakini ujue kwa employment rate itakuwa kuna mambo mengine na lazima tufikirie. Kwa hiyo tukikaa sasa tuongee tu mambo ya uka na tuko na kusema health ni kitu muhimu sana kwa sababu tena kitu kingine mnasahau mlinda mama. Nilisikia kwa kitu hiyo kweli na kesa nayo. Unajua kuzaa na mimi. Saa hii kama kununua mtoto. Saa hii hata unaogopa vijana wetu wanaogopa kuzaa. Kwa maana kama ni kama kununua. So ukiongea tusiweke tu mzaa kama ni life is more than haya. Mbunge mwenzangu, umegusa vizuri, umegusa kila pahali. Wacha niseme, unaona wakati wa Kenyatta, masomo bado watu walikuwa na yetu. Tumekuja Kibaki, watu walikuwa bado na yetu. Tumekuja Uhuru, tunaenda na maisha wakati maisha inapanda. Maisha inapanda na kile kitu inapanda. Hatuwezi kubali tu ati maisha itabaki hapo. Tukija imekuja mambo na pikipiki. Wacha nikuje. Pikipiki wakati pikipiki hakuna Kenya inakaa, hata zikikuja zinaenda. Hata kama zikifika 500 zinaenda. Zinanunuliwa bwana. Sasa shida ni nini? Unasema mambo na pikipiki imepanda. Hata gari ilikuwa 200, gari ni milioni na kitu. Sasa zinaenda. Mikani bado hapa wakati walitengeneza hii highway. Ungepata magari zaidi nimesai. Lakini sasa magari yananunuliwa. Kama zinunuliwi. Pikipiki ni ngapi ziko Githurai? Ni ngapi? Na ni ngapi mpya zinanunuliwa? Mimi sitaki kununua. Ni ngapi zinanunuliwa pikipiki mpya? Zinanunuliwa kila siku. Na dealers wako hapa. Zinanunuliwa kila siku. Kuja hapa. Hata nikiona anajaza pikipiki zaidi ya 50. Natengeneza. Zingine mpya zinanunuliwa. Na zinafanya kazi. Zinabeba watu. Ni ngapi zina hata hii nyingine iko hapa. Huyu unaona amebeba. Sasa mambo ya kusema ati pikipiki watu wa pikipiki wanafanya. Mimi nashindwa utulizi serikali. So wacha tufike pale labda mataa kesho tuko. Sababu sana kuwakute na nimefurahia kwa maswali. Na nimejibu vizuri. Nimejibu vizuri. Na nasema hivi. Nasema hivi wabunge wenzangu. Hii bunge hata kama tunakuja vilituko. Bado hii bunge kwa nai. Hata tunakwenda ile kitu wanga nasema wachache tuende. Wengi
na